Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia jioni ya leo ya Disemba 12, 2025 kwa nami Pendo Godson. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Hamed Abbas ametangaza rasmi ratiba ya mazishi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho na waziri wa zamani wa afya Mheshimiwa Jenista Mhagama aliyefariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma. Akitangaza ratiba hiyo, mkuu wa mkoa amesema kuwa mwili wa marehemu utawasili mkoani Ruvuma kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kabla ya kusafirishwa kuelekea wilayani Mbinga kwa mazishi. Mwandishi wa habari, naitwa Brigadier Generali Hamed Abbas, mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Nawaita kwa ajili ya kuomba mfikishie taarifa kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba tumepokea taarifa rasmi tangu jana ya msiba wa ndugu yetu mpendwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho na waziri mstaafu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Mheshimiwa Jenista Mhagama alifariki dunia jana Alhamisi tarehe 11 Disemba 2025 mkoani Dodoma. Mkoa wetu umempoteza kiongozi madhubuti, chapakazi na mtumishi wa wananchi aliyeweka mbele maslahi ya taifa, lakini vile wapiga kura wake na wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma. Tutaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya jimbo la Peramiho, hususan katika sekta ya afya, elimu na miundombinu mingine. Hivyo nitoe pole za dhati kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na wananchi wote wa jimbo la Peramiho na wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma. Wito wangu kwa wananchi ni kuwa katika kipindi hiki kigumu tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Ndugu wananchi, ratiba ya safari ya kumhifadhi mpendwa wetu imeshaanza, ambapo leo jijini Dodoma unafanyika shughuli ya kumwaga marehemu. Natarajia baada ya mwili kuagwa Dodoma utasafirishwa na kupokelewa katika mkoa wetu na taratibu zingine za mazishi kama ifuatavyo. Tarehe 14 Disemba 2025 baada ya mwili kupokelewa mkoa wa Ruvuma, hapa Songea kutakuwa na misa na maombolezo nyumbani kwa marehemu pale Makambi. Lakini tarehe 15 Disemba 2025 mwili utaelekea Peramiho kwa ajili ya misa na kutoa heshima kwenye jimbo lake la Peramiho. Na tarehe 16 Disemba 2025 ndio itakuwa ni mazishi yatakayofanyika katika kijiji cha Rwanda, wilaya ya Mbinga, kuanzia saa 5 mpaka saa 9 alasiri. Tunamtaraji kuwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, lakini pia tunataraji kuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, lakini pia tunataraji kuwa na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Azan Zungu. Hao ni viongozi wa kitaifa, lakini pia tunatarajia kuwa na waheshimiwa wabunge mbalimbali wa majimbo mengine yaliyohudumu nao kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wenye mapenzi mema wake na kwa mkoa wetu kutokana na msiba. Kwa hiyo tutakuwa na ugeni mkubwa ndani ya mkoa wetu kama hivi. Na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa faraja katika familia ya mpendo wetu huyo. Jeshi la polisi nchini limetoa taarifa mpya kuelekea hali ya ulinzi na usalama tangu ilipotokea taarifa yake jana tarehe 11 Disemba majira ya asubuhi. Jeshi hilo limesema hali ya usalama nchini ni shwari na shughuli za kiuchumi na kijamii zinaendelea vizuri. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa baada ya saa 24 kupita toka tulipotoa taarifa ya mwisho asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 12 2025 juu ya hali ya usalama nchini. Tungependa kuwajulisha kuwa kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na nyinyi wananchi na wadau wengine katika kutimiza jukumu la pamoja la kulinda amani, utulivu na usalama nchini, hadi sasa nchi yetu kiusalama ni shwari na shughuli za kiuchumi na za kijamii ziliendelea vizuri katika mazingira ya amani
kwa kipindi hicho cha masaa 24. Tunapoelekea kwenye siku za mwisho wa wiki, tunazidi kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kutii sheria sambamba na kushirikiana kwa kila mmoja na nafasi yake kulinda na kuimarisha amani, kwani kila mmoja wetu anaihitaji katika maisha na katika shughuli zetu za kila siku. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuahidi tutaendelea kulinda usalama wa nchi yetu sote, maisha na mali za kila mmoja wetu ndani ya taifa letu la Tanzania. Aidha, tuendelee kuelimishana na kuhimizana kuyakataa yale yote yanayohamasishwa kwa njia mbalimbali na katika maneno ya kubadilisha mbinu kila mara ili kutaka kutuchonganisha na kutujengea chuki kati yetu, lengo lao likiwa ni kutuingiza katika vurugu ambazo matokeo yake sio mazuri kama tunavyoshuhudia katika maeneo mengine duniani. Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba imeanzisha rasmi zoezi la uhamishaji wa makaburi kutoka eneo la Kishenge lililokuwa likitumika kwa ajili ya maziko kuelekea eneo la Buhembe, lengo likiwa ni kuandaa eneo hilo kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kitega uchumi kwa wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama wamachinga. Hamisha makaburi takribani 3116 na tunayapeleka kwenye eneo jingine la maziko linaitwa ni eneo la Buhembe. Na kwa sasa mpaka sasa kimsingi tuna maeneo mawili ambayo tunayashughulikia. Moja, tumeshahamisha yale makaburi ambayo yalijengewa, ambayo takribani mpaka sasa hivi yako 67 tumeshayahamisha. Na tumehamishia kule na tutaendelea. Baada ya zoezi hili tutakwenda kwenye hatua ya pili ya kuyajengea. Kwa sasa tunatafuta miili iliyobaki ambayo ni zaidi ya pia ya 3000 ambayo sasa yenyewe ilizikwa lakini haikujengewa. Kwa hiyo tunaitafuta chini ya ardhi kama ambavyo unaona tunatafuta, na tunataka tuhakikishe kwamba miili yote iliyobaki tunaiondoa na pia na yenyewe tunaenda kuihamishia kwenye eneo hilo maalum. Shughuli ya kutafuta miili na kuihamisha kuanzia sasa hivi tunategemea ni kama wiki 2 tutakuwa tumemaliza hili eneo, kama hatutapata changamoto nyingine. Kwa sababu mojawapo ya changamoto nadhani kama siku ya leo unavyoona, na kipindi hiki ni kipindi cha mvua, kwa hiyo mnaweza mkaamka mvua inanyesha kubwa, kwa hiyo ikaribu ratiba. Lakini tumepanga ndani ya wiki 2 eneo hili tutakuwa tumemaliza kuhamisha. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Galus Haira amethibitisha kutokea kwa ajali iliyohusisha lori aina ya FAO tipa lenye namba T 1824 DTS katika eneo la Makulu ambalo liligongana na madereva wa bodaboda waliokuwa kituoni na kusababisha vifo vya watu 5, huku tingo wa lori hilo alijeruhiwa na kupelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu. Mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini Jabiri Shekimweri alifika eneo la tukio na kueleza kuwa vijana 5 wa bodaboda pamoja na pikipiki zao walipitiwa na lori hilo. Aliongeza kuwa eneo hilo limekuwa likiripotiwa ajali mara kwa mara. Mkandarasi anayejenga daraja la Mkuyuni mkoani Mwanza amepewa hadi Januari 15, 2026 kukamilisha mradi huo kufuatia ucheleweshaji uliojitokeza na kuendelea kusababisha usumbufu kwa wakazi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema muda huo hautaongezwa na mkandarasi anatakiwa kuongeza kasi ya kazi ili kukamilisha mradi kwa wakati. Kwa muktadha wa jambo lililoleta leo, nimetumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa sababu ya ucheleweshaji wa kazi. La kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15, kwa sababu umeitamka
wewe mwenyewe. Si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15 bwana meneja, mimi nakuja hapa. Nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa. Si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili, vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi na upande wa kule ni diversion. Bwana meneja, asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe kama panado siku mara 3. Upo mzee? Upo bwana mkandarasi? Nataka niseme maeneo yote haya yamwagwe maji wakati wote na vumbi lisionekane. Sasa nataka nikuhakikishie, sitaki kusikia habari hiyo kutoka kwa diwani. Hakikisheni haya maji yanayolalamikiwa kuwa yanakwenda katika miundombinu ya watu, ikiwa ni pamoja na ya masoko, nina hakika ni lazima ulikuwa unafahamu hilo jambo na unalitengenezea njia yake. Lazima yale maji yapate uelekeo wa kwenda katika mto badala ya kwenda katika shughuli za watu kujitafutia riziki zao. Hapo sawa? Mwisho, nataka kazi hapa ifanyike usiku na mchana. Kwa hivyo vijana wengi hapa wapo. Kama mkandarasi unataka wafanya kazi, wako vijana wengi wa kufanya kazi hapa. Si ndivyo hivyo? Wapo watu wengi wa kufanya kazi wanaotaka kazi. Wapeni wa vijana kazi, mfanye usiku na mchana, mkamilishe hii kazi kwa wakati. Bwana meneja na mkandarasi, nataka tarehe 15 nitakapokuja hapa, moja ya jambo ambalo nilikute hapa ni taa za barabarani. Watu wa Mkuyuni wafanye biashara usiku na mchana. Mnazipata wapi? Meneja, changamkeni na mkandarasi wako, nataka zipangwe hapa. Kwa sababu kila jambo wao wamevumilia mavumbi, na nyie vumilieni kwa nunulia taa zije hapa. Si ndivyo hivyo? Mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Yasia Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 5,359,359,078. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 13 mwezi wa 11 2024 na ulikuwa unatarajiwa kukamilika tarehe 13 mwezi wa 11 2025. Lakini kutokana na sababu kadhaa mkandarasi aliongezwa muda wa siku 76. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mradi wetu kwa 75% ukilinganisha na muda wa utekelezaji ambao uko 89%. Hii ni sawa na kuwa nyuma kwa 14% tu. Wakulima wanaoishi kwenye vijiji vya Mkosala, kwa Ingoma, Nkale na kwa Matuku vilivyopo kata ya Mwamatuku huko wilaya ya Handeni mkoani Tanga wamelalamika kupigwa na baadhi ya wafugaji wenye tabia ya kuingiza mifugo kwenye mashamba yao, huku wafugaji hao wakidaiwa kuwajeruhi baadhi ya askari mgambo wakati wakiendesha zoezi la kuwakamata wafugaji hao. Hayo yamebainishwa kwenye kikao cha pamoja baina ya pande zote mbili kilichoitishwa na diwani wa kata ya Kwamatuku Mheshimiwa Kambi Mbwana, kikiwa na lengo la kusuluhisha migogoro hiyo kabla hajaleta maafa baina ya pande hizo mbili. Haya kunitokea hata mimi nikamata ng'ombe na mgambo tukapigwa tukaziachia. Hata juzi hapa tarehe 23 mwezi wa 11 ng'ombe zimekamatwa karibia sekondari. Yaani mpigana simu 10. Mgambo akapigwa, ng'ombe zikaenda. Tatizo hili tunaomba mitatue kwa sababu kama mgambo haheshimiwi, mwenye shamba huheshimu. Mimi nikichukua hatua itaonekana mpaka mmoja mataifa. Ng'ombe kaniharibia. Ng'ombe kwa faida yako ya kupeka KCMC, Bombo hata Muhimbili. Na mimi mazao kwa faida yangu. Ulishia shambani nikafidiwe hutaki. Kizeta tena na kuua. Nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa katika doria zetu na tukakutana na ng'ombe ziko ndani ya hifadhi. Kwa hiyo mifugo ile tulikuwa tunaikamata. Lakini wale vijana walikuwa 4 wakapiga kelele, wakawa wanapiga wanaita nduru, wakapiga nduru. Baadaye wakaongezeka wakaja vijana wengi. Sasa wakati tunaswaga zile ng'ombe kuelekea ofisini, wakawa wanakuja kwa mbele wanazo. Tulipigana sana fimbo pale. Lakini mwisho siku wakawa kama wataka kutuzidi nguvu, maana sisi tulikuwa 7, wao walikuwa kama 17 hivi. Tulichokifanya tukakamata mmoja. Tulimpeleka ndani mpaka sasa hivi kesi inaendelea ndani.
Bahati mbaya zaidi tumeanza kuchomana visu. Yaani Masai anaingiza ng'ombe kwa mkulima. Mkulima ameenda kukamata zile ng'ombe. Masai kabisa nakubana, anamuita mkulima, njoo basi tupatane. Wanaenda pale shambani kidogo, anakaa tuanze kupatana. Huku Masai anapiga chini ni ukungu chini nini, wa Masai wanakuja kama ndio. Hata hivyo, baadhi ya wafugaji waliohudhuria kikao hiki pia nao wanaelezea sababu na chanzo cha migogoro baina yao na wakulima. Na tatizo liko hivi. Leo hii mkulima anakuta mifugo yako hapa. Anaswaga yote, anaswagia kwenye shamba ili akalipwe. Kwa kweli hilo pia ni tatizo ambaye hatujui kama litaisha. Swala la kusema kwamba wafugaji wengine nani mkulima mwingine wanaingiza nani kwenye shamba ni kweli. Mimi nimewahi kuathibitisha kabisa. Lakini hata nimewahi kumwambia mwenyekiti wa kitongoji, mtu anaweza kuwa imefikia kipindi kile cha kwamba mahindi hii imeathirika kwa ajili ya jua. Akiona mfugaji haonekani kidogo anaingiza, na ya kwangu imewahi kuingizwa sio mara moja. Niliwahi kumwambia mwenyekiti wa kitongoji. Ni usalama wa mkulima na mfugaji. Lakini akiitwa mgambo, chukua mifugo peleka ofisini, hao wenyewe wanaofuga, anatandikwa mgambo, anatandikwa mwenye mifugo na wanapora mifugo. Sasa hapa huyu mkulima na mfugaji wanataka waishije? Ila kuna wale ambao ni wasumbufu mno. Tutacheza nao kwa sheria kali. Tumekubaliana leo tuzungumze na jamii ya kifugaji. Ninyi mna mambo mengi ambayo mnahitaji sisi viongozi tuyajue. Lakini pia sisi viongozi tuna mambo ambayo tunataka nyinyi wenzetu muyajue ili tushirikiane. Tukishirikiana tunaweza kuifanya kata yetu watu waishi kwa amani, lakini watu wajenge uchumi imara, kwa sababu afisa korosho anasema korosho ni dhahabu ya kijani. Mimi nasema ng'ombe nayo ni dhahabu inayotembea. Ndio maana tunawathamini na pia kama tunavyowathamini wakulima. Heshimiane. Sasa sisi wenyewe wafugaji na mkulima. Ukiona ng'ombe wako amekengeuka bahati mbaya, muwai mkulima mkaongee kirafiki. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewahakikishia wakazi wa jiji hilo kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa nzuri na kwamba wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku bila wasiwasi. Kupitia taarifa iliyotolewa leo Disemba 12, 2025 na ofisi ya kamanda wa kanda maalum ya polisi imeeleza kuwa pamoja na utulivu huo, mnamo tarehe 7 Disemba 2025 majira ya usiku katika eneo la Tegeta Kinondoni, polisi walimkamata Godfrey Mwambe kwa tuhuma za kuhusika na makosa ya kijinai ambayo bado yanafanyiwa uchunguzi. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News jioni ya leo. Nizidi kukukumbusha huduma mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya SQF, ikiwemo huduma ya ambulance. Kupitia namba hizo ambazo unaziona hapo unaweza kupiga bure kabisa tukakufanyia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Tarehe 15 mpaka tarehe 19 tutakuwa na kambi upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa pale Lumumba, Zanzibar. Ukisikia taarifa hii usiwe mchoyo kumtaarifu na ndugu yako ili ampeleke rafiki yake ama mtoto wake akapata huduma hiyo ambayo inatolewa bure kabisa. Lakini pia bila kusahau tarehe 21 Disemba SQF Cleft Marathon msimu wa 7 kwa shilingi 1030 jisajili sasa, na marathon hiyo inaenda kufanyika kule Zanzibar. Bila kusahau tangaza na sisi kupitia 0759999888 tukakufanyia matangazo mazuri na kwa bei nafuu. Kwa niaba ya wale tulioshiriki kuandaa matangazo haya jioni ya leo, ulikopo na Mipendo Goto, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.